Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa kila Alhamisi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 usiku. Na Alhamisi ya mwisho wa mwezi tunakuwa hewani kwa muda wa dakika 90 kuanzia saa 1 mpaka saa 2:30 usiku. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia hii ya mtandao, na tunasikika ulimwenguni kote kwa wale wote wanaozungumza lugha ya Kiswahili. Leo tutakuwa na kipindi kipya, lakini bila kupoteza muda ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Mkoni ili aweze kuendelea na kutupa mwongozo wa vipindi vyetu vya Bible Study. Karibu sana Brother Jerry. Amen. Bwana asifiwe na karibu tena katika kipindi chetu cha Bible Study kinachowajia kwa sana makanisa moja makao kwa Dallas, Texas. Kanisa lipo ulipo kimtandao. Kipindi cha Bible Study na kipindi tunasema kwamba ni kisomo la 7 kwa mwaka huu, wiki ya 15 katika zile 52 mtazomtegemea Mungu kwa 2025, na kalenda yako basi itakuonyesha kwamba siku ya leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 4 ambao tuko Marekani 11 alfajiri wale wako nyumbani East Africa. Somo tutakaloanza kwa siku ya leo ni title ambayo nimekuwa naomba tutafutie walimu waweze kufundisha, ni somo la meza ya Bwana, meza ya Bwana. Na japo kata maswali ambayo mko mmechomeka kusema kwamba jamani, hii ni sema tunaomba muweze kupita, ni maana na umuhimu wa meza ya Bwana. Vile vile kwa maswali ambao nasema je, ni dhambi kutokushiriki? Kwa sababu tunaona kwamba kuna kipindi kanisa linaweza kutoka katika sifa ya kushiriki. Je, ni dhambi kutoshiriki kwa mtu ambaye shiriki? And then kuna biggest one ambalo lazungumza kwamba mvinyo ambao unatumika katika meza ya Bwana ni upi? Ni ule wenye chachu ama usio na chachu? Bali ni moja kati ya vitu ambavyo tutategemea kwamba tutapata nafasi ya kudiscuss katika wiki hizi mbili. Sehemu ya kwanza kwa siku leo tunashona naye mtumishi wa Mungu ambaye ni provost wetu wa chuo chetu cha Umoja International Bible College, Professor Jerry Mgwamba, ambaye namuona kwa sasa yuko hewani akizungumza kutoka nyumbani kwake pale Houston, Texas. Karibu tena mtumishi wa Mungu Professor Mgwamba katika kipindi cha Bible Study ya Umoja Church kwa lugha ya Kiswahili. Sehemu ya kwanza kwa siku leo tuna kama distali moja, na kama kawaida basi dakika 15 za mwisho tutakuwa na sehemu yetu ya maswali. Karibu tena mtumishi. Okay, shalom wapendwa. Shalom. Nasikika kumbe. Basi tunaendelea kumshukuru Mungu kwa wema, rehema na fadhili zake katika maisha ya kila mmoja wetu, kwamba ametutunza na ametukirimia neema leo wakati huu ili tuweze kukaa pamoja kuendelea kutafakari maneno yake. Tunaendelea kujifunza na tunaelezwa kwamba sisi siku zote ni wanafunzi wa Biblia. Maana yake tunahitaji kujifunza kila siku, kila wakati, maisha mazima. Basi leo tutakuwa tunaingia kwenye tafakari au kupanuana mawazo, kusaidiana katika kuielewa Eucharist. Nimetumia makusudi neno hilo ya Eucharist kwa sababu tuna maneno mengi yanayotumika, na kichwa chetu hapa kimekaa tu kwamba ni meza ya Bwana, lakini kuna maneno chakula cha Bwana, chakula cha meza ya Bwana, ushirika mtakatifu. Hayo yote kwenye kimombo ndio wanasema labda Holy Communion, the Lord's Supper, the Last Supper. Yote hayo huwa yanatumika katika kujaribu kuelezea kile ambacho Bwana Yesu aliwaachia agizo wanafunzi wake kwenda kufanya. Sasa kwa manufaa au kwa jinsi ya mazungumzo ninavyotaka kuelekea leo, kuinuana mawazo, ningependa zaidi labda kichwa chetu kisimame na maneno ya chakula cha meza ya Bwana. Isibaki meza ya Bwana tu. Napenda tukae katika chakula cha meza ya Bwana.
Hicho ndio kitakuwa kitu ambayo tunaendelea nacho. Sasa hili funzo ambalo tunajaribu kulipapasa au kujaribu kulielewa vizuri ni moja katika mafumbo ya imani. Katika maisha yetu sisi kama Wakristo kuna mambo fulani tunakutana nayo au tunayafanya, lakini yanakuwa ni mafumbo ya imani. Manake tunayaelewa katika upande wetu wa kimwili au physically, lakini yenyewe jambo lake huwa linakuwa pia lina muunganishko katika mambo ya kiroho. Kwa hiyo mambo haya huwa ni mafumbo ya imani. Tunaelewa zaidi ule upande wetu wa kimwili kwa sababu uelewa wetu mkubwa ndio ulipo. Lakini impact au effective yake inayotokana au inayopatikana katika upande wa kiroho, sasa hapa kwa kweli huwa tuna manga, maana huwa hatujakuwa na ufahamu uliokamilika, ingawa Bwana anatufundia kila wakati na katika hatua. Kwa hiyo kuna mambo, na mojawapo ni hili jambo la fumbo la imani. Fumbo la imani, habari ya chakula cha Bwana. Sasa chakula cha Bwana, nilitaka leo tuende kidogo katika mambo, kuangalia mambo kama matatu makubwa. Kwanza ni chakula cha Bwana. Hiki tunasema chakula cha meza ya Bwana ni nini au ni kitu gani? Hiyo ni point moja tunataka peane mawazo. Na jambo la pili tutakuwa tunajaribu kupapasa au kutafakari juu ya utata wa chakula cha Bwana. Kuna utata, ingawa wakati mwingine hatuuoni hasa tunapokwenda kushiriki, lakini kuna utata. Ama tunaukubali katika mawazo, au kila mtu kwa namna yake anabaki mwenyewe anafikiria kwamba hii ni sawa, ikoje. Kwa hiyo kuna utata katika jambo hili la chakula cha Bwana. Utata wa kwanza ni juu ya mabadiliko ya mkate na mvinyo. Kwamba maana Bwana anasema huu ndio mwili wangu na hii ndio damu yangu. Sasa kuna issue ya mabadiliko. Sasa kuna watu wanaoikubali kwamba sasa kuna ubadilisho au haupo wa mkate na hiyo mvinyo. Kwa hiyo ni sehemu moja kujaribu kuangalia kama tunaweza kidogo tukapunguza makali juu ya utata huu. Utata wa pili ni hiyo issue ambayo wajina hapo wameitaja, issue ya divai. Ile mvinyo, kwamba ilikuwa ni mvinyo yenye kileo au ndani yake hamna alcohol au hamna ndani yake. Huo wote hayo ndio utata ulio katika chakula cha Bwana. Mambo makubwa hasa hayo mawili, hiyo wazo la mabadiliko na wazo la hiyo divai kama content yake au ingredients zake, composition yake ni vitu gani. Yani ile divai iko fermented au sio, ni kama juice au vipi? Na hapo tunakuwa na mawazo mbalimbali. Na jambo la tatu nilitaka pengine tuweze tukatafakari pamoja au kusaidiana mawazo juu ya manufaa, umuhimu au nguvu ya sacrament au chakula cha Bwana. Sasa nimeanza kutaja hapa kwamba swali letu la kwanza tutaka tujaribu kuona chakula cha Bwana ni nini. Chakula cha Bwana katika sehemu hiyo ambayo ya mazungumzo ya leo, nataka kuzungumza juu ya chakula cha Bwana kama sacrament. Na hiyo ni muhimu kujua jambo hilo, kwamba hicho chakula Bwana tunakwenda kula tunachukua ni sacrament. Sasa wazo sacrament nalo lina utata wake kidogo kufuatana na makanisa yetu, msimamo au mafundisho ya kimadhehebu. Kuna hapo tunabishana juu ya sacrament ziko ngapi. Wataalamu au waanzilishi wa maneno haya ya sacrament wanakubaliana wote
ili kitu kiweze kuitwa sacrament, maana yake kitu hicho ni lazima kiwe kimeagizwa na Bwana Yesu. Yaani criteria zake, mambo yanayotakiwa kwamba hii uite ni sacrament. Kwanza kitu hicho au jambo hilo liliagizwa, ni agizo la Bwana Yesu. Na jambo la pili, katika agizo hilo kumeagizwa vitu vya kidunia au vitu vya kimwili, vitu vinavyotuhusu sisi wanadamu vitumike. Kwa hiyo pale ndipo unakuwa muunganiko huo. Na jambo la tatu kwamba sasa pale kuna neema ya Mungu au sijui tutaita tendo la neno la Mungu ambalo linaingia pale kukamilisha hilo jambo. Na kama hivyo ndivyo, basi hizo element hizo ndio zinazotajwa katika sacrament: neno lake, agizo na vitu vya kidunia. Hivyo vinakuwa vyote pamoja. Sasa nimesema nalo lina utata kidogo ni kwamba kuna watu au madhehebu fulani yaliyo mengi wanakubaliana kwamba sakramenti ziko ngapi. Sakramenti ziko walio kadhaa. Ukiondoa wa Roma, wanakubali kuna sakramenti 2: sakramenti ya ubatizo na sakramenti hii ya meza ya Bwana. Hizo ndio sakramenti. Wa Roma wao wanasema kuna sakramenti 7. Kwa hiyo sijui tutapata muda, lakini tunaweza tukazitaja tu baadaye. Wao wanataja sakramenti 7. Hapo ndio mpishano kidogo. Lakini kwamba sakramenti ni kitu gani, vitu gani viwepo, hilo jambo tuko pamoja wote. Tumesema kwamba katika sacrament ni kwamba ni lazima kuwe na agizo la Bwana Yesu. Anaagiza mwili wake uliwe. Sasa nilikuwa hapo ndio utakwenda kuingia pia kipengele habari ya kula mwili wa Yesu. Ingawa sikuweka kama ni kichwa kikuu, lakini ni jambo ambalo linatakiwa tutazame. Maana jambo hilo lina utata nalo sio kwetu sisi sasa, lakini lilikuwa na utata tangu pale awali. Sasa ningeomba labda hapa tuanze kusoma kidogo maandiko ili tuweze tukaelewana kule mbele. Mmoja labda aweze kutusomea Yohana kuanzia sura ile ya 6. Sasa sijui itakuwa marefu au kifupi. Kuna njia moja ya kuanza kwenye mstari wa 32, lakini kuna njia ya mkato wa kuanzia mstari wa 53 mpaka 58. Lakini naomba kama inawezekana tuende kutoka 32 ili tuwe na mambo mengi kwa pamoja. Yohana 6. Halo? Ni volunteer anajiandaa. Yohana sura ya 6 anzia mstari wa 32 tuendelea mpaka 52. Amen. Nitasema katika jina la Bwana. Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, si Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kutoka mbinguni. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu mzima. Basi akamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Lakini naliwaambia ya kwamba
mmeniona wala hamwamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi ya aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Basi Wayahudi wakanung'unika kwa sababu alisema, mimi ni chakula kishukacho kilichoshuka kutoka mbinguni. Wakasema, je, huyu siye Yesu mwana wa Yusufu, ambaye tunamjua babaye na mamaye? Sasa asemaje, huyu nimekushuka kutoka mbinguni? Basi Yesu akajibu akawaambia, msinung'unike nyinyi kwa nini? Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Imeandikwa katika manabii, na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Si kwamba mtu amemwona Baba, ila yeye atokaye kwa Mungu, huyo ndiye aliyemwona Baba. Amin, amin nawaambia, yeye aaminiye yu na uzima wa milele. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Huo ni mstari wa 52. Niendelee kidogo. 50 ngapi? Huo uliosoma unaosema mstari wa 52, narudie tena. Basi Wayahudi wakashindana wao kwa wao wakisema, awezaye mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Unaendelea mpaka 58. Basi Yesu akawaambia, amini amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni. Si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Amen. Haya, sasa ili baadaye tusirudie hizo text tuweke kichwani. Soma mstari wa 60 alafu na mstari Luka 66. Yohana 6 mstari wa 60 nitasoma katika jina la Bwana. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema, neno hili ni gumu, na ni nani awezaye kulisikia? Mstari wa 66 unasema, kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. Wengi wa wanafunzi wake. Amen, hapo. Wengi wa wanafunzi wake kwa ajili ya neno hili wakarudi nyuma, hawakuambatana tena na Yesu. Hiyo inatuonyesha utata wa kuelewa habari ya chakula cha Bwana.
kwamba chakula cha Bwana sio Yesu alikiagiza tu pale katika alipokuwa akikaa na wale wanafunzi wake. Alirudia pale, anarudia jambo ambalo alikuwa analikazia. Aliongea na Wayahudi, aliongea nao umuhimu wa kula chakula cha Bwana, yani chakula chake, kula mwili wake yeye na kunywa damu yake. Sasa mimi nafikiri pengine na sisi zote tunaweza tukajifaragua, lakini na sisi wakati mwingine hatufikiri sana, na hata kama tukitaka kufikiri inatuia vigumu kukubali kama hao wenzetu. Bwana, inawezekanaje sasa ule mwili umle Yesu, kumla mwili wake Yesu au kunywa damu yake? Maana yake nini? Au kakosea? Watu wanatafuta wataalamu, au huu msemo aliosema nao labda ni msemo wa mifano au allegorical au kitu gani? Huu ni msemo wa moja kwa moja, yani ndivyo anavyosema hivyo, kwamba kuna haja ya kula na kunywa mwili na damu yake. Sasa hili aliongea huko nyuma kwa muda, lakini siku ile ya mwisho sasa karibu anakwenda kusulubiwa, ndiyo kiagio anaaga wale wanafunzi wake kueleza hilo jambo lazima lifanyike. Na nimesoma kusudi kwa kweli, kama tunapata muda basi turudi tena tusome hiyo mistari. Wakati mwingine tunaposoma zaidi ndipo inapoweza kutupambanua tukafikiri. Yesu anakazia kwamba lazima kula mwili wake na damu yake ndiyo kupatikane uzima. Ni kwamba hata ufufuo, ishu ya kufufuliwa, kumbe inatokana na mtu kula mwili wake na damu yake. Maana anasema hao basi ndio siku ya mwisho atawafufua. Kwa hiyo wakati mwingine hata mambo ya tunazungumzia tu mambo ya ufufuko, mambo ya kufuata imani, kuna vitu vingine hatuvichukulii kwa mkazo. Na au sio kwa mkazo tu, au pengine kama ndio hivyo labda ni issue ya kutokuelewa sawa sawa. Kwa hiyo issue hii ingali zungumza nayo, na pengine hata wahubiri watu uhubiri sana, maana na sisi nadhani tunakwama katika utata ule ule waliokuwa nao wale wenzetu. Na ndio maana ule mstari wa simu wanasema neno hili lilikuwa gumu, yani ni gumu kueleweka. Ule mstari wa 60. Alafu nakwambia sio lilikuwa gumu tu kueleweka, lilifanya hata watu kurudi nyuma, yani kukataa. Sasa kama ni hivyo basi sisi tena hatuwezi kuambatana naye. Kwa hiyo hata hizi issue hizi, wakati mwingine issue kama hii ya chakula cha Bwana, wakati mwingine issue hapa tulisema labda ubatizo, hizo ndio zote nazo ni sacrament, huwa zinafarakanisha watu, wanafarakana. Watu wengine wanarudi nyuma kwa kutokuelewa, na watu wengine wanachanganyikiwa, watu wengine wanapelekwa hivyo hivyo kwa sababu hawaelewi vizuri. Kama nilivyosema pale mwanzo, hili ni jambo moja wapo katika mambo ya mafumbo ya imani. Kuna mafumbo, na mimi siwezi kujidai kwamba mimi naelewa hilo fumbo. Kama nilivyosema, tunaelewa kwa upande mmoja katika upande wetu mambo haya kimwili, mambo yanavyo-operate kimwili. Sasa sisi wa Kristo au watu wa imani tunapotakiwa mara kwa mara katika mambo tunayochunguza au mambo tunayojifunza, lazima tuwe tunajiongeza kidogo, kwamba jambo hili likianza kukutatanisha katika ulimwengu wa mwili, jaribu sasa kuomba mafunuo, Bwana akusaidie kupata kuona katika ulimwengu wa roho maana yake hasa ni nini. Kwa hiyo ndo maana nasema mambo ya wakati huu tunayafanya tu kwa mtindo wa kioo, lakini baadaye udhahiri wake, yani kuelewa maana kamili, kuna mambo mengine ni baadaye, sio kwenye maisha haya sasa hivi. Baadaye Mungu atayafunua kuweka wazi. Sasa nimependa tusome hii yote tuone utata ulivyokuwa mpaka watu wakaona jambo ni gumu, wengine na wanafunzi wake wakarudi nyuma. Yaani katika mambo watu wanaofanya tafiti kwamba Bwana Yesu alikuwa na makundi makubwa. Unajua bwana, unaweza ukawa na mambo yako, unaanzisha jambo, utakuwa na makundi.
baadaye yale makundi ukifanya assessment huwa yanarudi nyuma. Kuna vitu fulani vinatokea kwenye kundi vinasababisha watu wengine waanze kufikiri au slide back, kurudi nyuma polepole. Sasa hili nalo lilikuwa ni jambo moja ambalo lilifanya watu waende kurudi nyuma, na sio idadi ndogo. Na kwa sehemu nyingine hivyo hivyo watu walirudi nyuma mpaka wanafunzi wakashangaa, sasa tufanyeje? Waacheni warudi nyuma, au na nyie mnataka kwenda? Kwa hiyo kuna mambo fulani au mambo ya uongozi wa kundi, ingawa siko kwenye uongozi, kuna mambo fulani kwenye uongozi wa kundi linaweza kukaa gumu, kunaweza likaa na utata wa kukuelewa kiongozi, utata wa kuelewa pengine msimamo, utata wa kuelewa ile elimu iliyopo katika lile jambo. Basi sasa kama watu hawawi patient katika kuweza kuelewa au kueleweshwa sawa sawa, na wao wenyewe kujiongeza katika kuelewa, kwa kweli inafanya watu kweli waweze kuslide back au kurudi nyuma, pengine kuacha kundi au kujiondokea kabisa, au pengine hata kutupatupa na lawama. Maana hata hao walipoondoka sasa sijui labda kuwa naeleza huyu anachoeleza hatukielewi kabisa. Ukisoma vizuri kwenye Yohana humu baadaye walimfikiria Yesu hata akili yake haiko sawa sawa, mambo anayoeleza hayaeleweki. Maana kwa kufuatia huku baadaye mbele ndio anaelezea bwana, hata baba yenu Musa nani, yeye aliniona, alifurahia siku yangu. Huyu mtoto nayo kazaliwa juzi, yani kama Musa angekuwa pengine ni mjukuu kirembwe wake. Sasa yeye anasema kaona naye siku yake kafurahi. Anasema huyu si bure, huyu bwana akili zake ni mbovu. Iko humo kwenye maandiko yetu. Kwa hiyo kuna mahali tunajifikiria sisi tunavyowaza, we think straight kuliko neno la Mungu lenyewe, hasa lile neno likitaka lipate mafunuo ya ndani. Sasa mnasema hili ni fumbo la imani. Fumbo la imani tutatakiwa kwa kweli kwenda polepole, kwenda kila mmoja kujinasibu kidogo, ajiongeze, sio hivi tunavyozungumza hapa, lakini baadaye uendelee peke yako nao na tafakari zaidi, labda ndio itakuja kupata maana ya zaidi. Sasa katika hili jambo nimesema, hii meza ya Bwana au chakula cha meza ya Bwana ni jambo kubwa, jambo muhimu sana. Wenzetu zamani walitafakari pia, wakuu mababa wa kanisa walifikiria sana. Baba mmoja anaitwa Mtakatifu Ignatius wa Antioch, na yeye katika kulitafakari jambo hili la Eucharist baadaye alifanya reference. Yeye alipata kuona au kuonyeshwa mambo ya ndani, kwa nini inatakiwa hili. Baadaye nitakuja kurudia hiyo point ninayozungumzia, tutarudia baadaye, kwamba Yesu anakazia hili, anakazia kwa sababu gani? Kwamba mpaka muule mwili anakazia na kunywa damu kwa sababu gani? Ignatius yeye akafikia mahali akaanza kuobserve kitu gani kinatokea katika mambo ya Eucharist ambayo wakati mwingine hatuelewi au tuyaona. Ignatius baadaye akafikia mahali akasema kwamba katika Eucharist kule ndani ndio kuna dawa ya immortality, medicine of immortality, yani dawa ya kuishi milele. Kumbe inapatikana katika Eucharist. Na Yesu hapa amesema, ingawa tuwezi kuelewa sawa, akasema mpaka ule basi ndio utakuwa na uzima. Na Bwana yeye ndio anajiita mimi ndio uzima. Sasa yeye kama ndio uzima, sasa unile mimi. Alafu kuna mahali anasema reference, kama vile baba yeye alivyo ndani ya baba na yeye ndani yake, ndivyo hivyo. Na sisi kuwa ndani ya Yesu, ingawa huwa tunapokea kwamba mimi ndani ya Yesu na nyimbo tunaimba, uko ndani ya Yesu kivipi? Sasa kuna mambo yanapokuwa magumu, kumbe tafsiri yake inapatikana kwenye mambo kama haya, ingawa hatuelewe. Na sasa hapa nashangaa, samahani kama nitakuwa natoka kidogo,
kuna wakati mimi nilipambana na mtu, tena alikuwa ni rafiki yangu. Sasa katika chakula cha Bwana wakati ule ndio kulitokea habari ya ukimwi. Najua hii kutumia vikombe vingi sasa vidogo vidogo vilianza hasa na mkazo mkubwa katika wakati ule wa ukimwi. Kwa hiyo jambo lenyewe tukalizungumza kikanisa. Sasa wakati inaanza mwanzo kuzungumza mawazo, jamani, ukimwi tufanyeje? Sasa huyu mpendo wangu akawa ameshikilia, bwana mchungaji, wakati huo nilikuwa ni dini nafikiri. Asa bwana, naomba ukazie sana kwenye kanisa, tunahitaji na sisi kutumia hivi vikombe, vinginevyo bwana itakuwa shida, watu wengi wataweza kushikwa. Sasa mimi ilikataa katika imani, yani mpaka leo, lakini ndio nasimama hivyo hivyo. Nikafikiri bwana, kaa watu kwenye mapombe pengine hata ya kienyeji wapo, hata wakati ule wa ukimwi watu wanakwenda wanakunywa, wanatumia glasi au kata bakuli hizo, lakini wapo wanadunda. Sasa sisi kwenda kushiriki, kwa kuwa tunashiriki kikombe kimoja, eti ndo pale uende ukapate ukimwi. Nisiupate kwingine kokote kwenye mambo mengine yote na tembea, lakini nije kuipata kwenye kushiriki meza ya Bwana. Akili yangu mimi ilikataa, au imani yangu niseme ilikataa then, inakataa mpaka sasa. Kwa namna hiyo naungana na Antonius huyu kwamba Ignatius kwamba katika kushiriki meza ya Bwana kuna uponyaji. Sasa sisi watu tunapenda kupata miujiza, labda kwenda mahali mtu akuombee watu hivi. Hatujaelewa nguvu ya sakramenti ya Bwana katika mambo ya kuponya. Nimesema mambo haya huwa na pande yako kimwili, tunataka tuingie wakati mwingine kiroho. Ukienda katika imani, unaposhiriki meza ya Bwana, ndio sasa watu wanashiriki wakati mwingine hawajui wanafanya kitu gani. Nayo issue nyingine ngame sasa leo sitaingilia hapo. Kwamba watu wanakwenda wanashiriki kimradi tu, wanashiriki kimazoea, lakini bila ya tafakari. Na zamani ilikuwa afadhali, wenzetu nafuu, kabla ya kushiriki ulitolewa mwezi wa watu kutafakari. Linatoa tangazo, mwezi ujao tutashiriki meza ya Bwana. Hiyo kila mtu ajiandae, sio unakwenda kushiriki hivi. Na kweli ilipata watu wengine madhara, hasa kama amekwenda tu kushiriki hivi. Ingawa sasa hivi inakuwa kasi, sasa hivi tunafanya tu kama mchezo, mtu anashiriki. Lakini pamoja na hiyo, hata kama inafanyika kimchezo, ndio uzuri wa grace ya Mungu katika maisha yetu. Anakuona wewe bwana ni kama pumbuani, basi anakuacha hivyo hivyo. Lakini kama umekwenda katika imani, unakwenda kushiriki meza ya Bwana, basi uhakika hata kama unasumbuliwa na ugonjwa fulani, nenda kubaliana na huyu Ignatius kwamba unapata medicine, unakuwa ni dawa, inaweza kukuponyesha. Try it, lakini lazima with the faith. Bila hivyo wewe utakuwa unashiriki kweli bulungani la mkate na kama mvinyo, huko baadaye tutajua nayo hiyo mvinyo ni vipi. Kwa hiyo Ignatius anasema Eucharist ni medicine of immortality. Anaunga ile wazo ambalo Bwana anasema basi ushakula, basi wewe unao uzima. Maana yeye anasema mimi ndio na uzima milele. Sasa watu na wazo la uzima huwa tunafikiri kuwa na uzima wa milele ni baada ya kufa. Yaani ukifa baadaye ndio unaingia kwenye uzima wa milele. That's a wrong concept. Huwi na uzima wa milele baada ya kufa. Uzima wa milele ni lazima uanze kuwa nao sasa. Kufa ni badiliko tu la kubadilisha mwili, lakini uzima wako unao uzima katika Bwana. Kwa hiyo mbingu tunaanza nazo katika sasa. Uzima wa ulimwengu ujao lazima uishi sasa. Kama umeukosa upo, you don't have the chance kuwa nao kule mbele. Kwa hiyo hizo nazo tuna misconception ya vitu vingine. Tunafikiria uzima milele nikifa niingie kwenye uzima milele. No, huwezi kuingia baada ya kufa. You have to enter now. Unaingia sasa. Ndio maana hata Yesu anamwambia yule mwizi, leo hii utakuwa nami.
unaingia kutoka hapa maisha haya, unavuka nao uzima wa milele. Huwezi ukaurukia baada kutoka hapa. Kwa hiyo kama tunataka kufanya mambo, watu wengine wanasema mimi nitakaa, lakini karibu ya kufa bwana ndio nitafanya toba au hivi. Wakati mwingine utakuwa umechelewa. Samahani, nimetoka labda nje kidogo. Lakini tunabaki kwamba kuna uzima katika yeye. Thomas Aquinas anadai, na yeye anasema katika sakramenti hakuna sakramenti iliyokuwa na nguvu kubwa ya kuponya kuliko hii ya sakramenti. Na kwa hiyo wanakubaliana kuna uponyaji katika kupokea sakramenti. Ila unakwenda kuipokeaje? Hata Yesu alipokuwa anafanya miujiza anaambia imani yako imekuponya. Unakwenda huna imani, wewe unakwenda unakula mkate tu, unakula mvinyo, divai, ndio imani uliyoingia nayo pale, unarudi tupu. Lakini aliyokwenda katika imani, kwa kweli kuna vitu vitakuwa vinafanya kazi kwenye maisha yake katika kushiriki. Haya ni hame hapa, labda nimekaa kwa muda. Nisema tunataka tuangalie hapa. Sasa nataka kuhama kidogo baada kwamba ilikuwa ni swali tuweze sacrament au Eucharist ni nini. Ndio umetaka kusema kwamba ni sacrament. Ingawa kuna maelezo mengi, hata hivi nilivyoeleza sidhani kaya yanatosheleza, lakini labda itoshe kwa sasa kwamba chakula cha meza ya Bwana hiyo ni sacrament. Labda swala sacrament ni nini ndio nimejaribu kutaja pale criteria zake, kwamba liwe ni agizo Bwana ameliagiza, Bwana Yesu, linatumia vitu fulani vya kimwili. Kwenye ubatizo tunajua ni maji yanatumika, lakini huku sasa nasema mkate na mvinyo, hivyo vinatumika, vitu vya kimwili na neno lake. Na nisema sasa nitataka kukaza kidogo habari ya kula. Nimesema utata wa chakula cha Bwana, utata wa kula. Kula, leo mtanivumilia kidogo, nitakuwa labda seko sana, naongea kijua. Kula ni jambo muhimu, hatufikirii sana wakati mwingine. Ila is very central katika maisha ya mwanadamu kimwili au viumbe. Yaani kula na kuishi ni vitu vinavyoshabihiana. Is a coin, kama coin upande mmoja unaishi, ndio maana mtu akaita tunaishi ili tule au tunakula ili tuishi. Sasa ni coin, wewe inategemea umeiweka upande gani. Kula kuishi au kuishi kula. Kwa hiyo kula kuna mambo mengi ambayo huwa yanataka kutazamwa sana. Kula tu hivi kula tu kawaida ni jambo muhimu, na ni jambo ambalo wakati mwingine linasababisha hata matengano, kutokuelewana na mapambano ya dunia. Ukiyapima sana yamekaa katika mambo yanayohusu kula. Kila mtu anataka ale yeye au ale vyote. Hili ni tatizo la kula. Tatizo la kula linaweza likatokea hata katika familia. Mtu anayekula anataka ajilie yeye zaidi. Tuna makabila fulani, juzi tulikuwa tunaongea hapa na Pastor Luera pale kanisani baada ya ibada. Ibada Jumapili the previous kabla ya hii iliyokwisha. Tukawa tunazungumzia makabila. Wakati mwingine kuna makabila fulani chakula kinavyoliwa pale, hapo imekusanywa labda ni nyama, labda ni kuku zinakaa, mzee yule anakula, au watoto wanapewa vifinyango, huyu miguu kidogo, hawa vibawa, hawa nini, yale manyama makubwa ndio ni ya baba au ya mama. Firigisi zile, yani nzuri wala hafikirii watoto wake. We are so selfish katika kula, tunaweza kuwa selfish, humfikirii hata mtu wako wa karibu, mtoto wako.
wanawake nao wakao huwa wanadhulumiwa katika kula. Anaambia we, hii usile, hii ni ya mzee, hii ni hii. Sasa hivi ingawa kuna mabadiliko makubwa, lakini kwenye kula unaweza ukasoma hata tabia za watu, character za watu unaweza ukazijua katika mambo ya kula. Unaweza ukajua mtu alivyo hospitable au alivyokuwa sijui tuite nini, sijui mchoyo au hivi katika habari ya kula. Mchoyo. Kwa hiyo kula kwa kweli ni jambo ambalo huwa hatulitii manani, lakini kuna watu wanaingia katika dhambi au maisha yanaharibika kwa ajili ya kula. The things they do ili waweze kula, inakuwa ni shida kabisa. Ndio maana mtaalamu fulani alisema there is enough to share but not enough for everyone's greed. Kuna greed, kuna uroho, sijui tamaa, au yani greed. Watu wanataka kula wao kuliko mwingine. Sasa hii yote ni kula, ulafi, unataka wewe. Sasa kama kwa greed, kwa kweli vitu huwa havitoshi. Lakini tungekuwa hatuna greed, we want to share, basi kwa kweli kila kitu wanasema there is enough to share but not enough for everyone's greed. Maana mtu anataka kulimpikiza, analimpikiza. Ni kule Ujerumani wanasema die Augen sind größer den Magen. Maana kwamba mara nyingine jicho linakuwa kubwa kuliko tumbo. Yaani unaona kile unakula, unachukua kile unakula, kile unajaza sahani, mpaka ukifika pale unakula nusu tayari ushashiba. Macho yeye anataka, tumbo halina uwezo. Kwa hiyo kula, kuna mambo mengi katika kula. Hii sitakwenda sana, lakini hata kuna kuishi, kula na kuishi. Jambo hilo tutalitafakari vingine, lakini sasa hapa tunaelezea habari ya, nitaki kutumia neno lingine moja ambalo sasa hapa ndio nitakuja baadaye kulingangana. Neno linasema au usemi unaosema you are what you eat. Yani wewe unakuwa vile ulivyo kwa kile unachokula. Sasa hiyo nayo ni methali, lakini huwa hatuishikilii vizuri. Ulacho ndicho kinachokufanya wewe uwe hivyo ulivyo. Kama unakula majanki au nini, huo hivi. Sasa wataalamu wa mambo ya nutrition wanajua kabisa mvunjiko wa vyakula unavyokula, vinavunjika huko ndani, alafu vinavyokwenda kwenye cells zako, seli nazo zinakwenda labda kwenye misuli, kwenye mishipa, kwenye mifupa. Hiyo hata growth yako au ukuaji wako hata inakwenda mpaka kwenye muscles. Kama unaweza ukawa na maguvu, lazima ni aina fulani unavyoingiza ndani, unavyokula, ndivyo vinavyokufanya uwe na nguvu ya namna fulani. Ingawa hapa tunaweza tukaulizana maswali, nitaka kuja hata kwa kina Daniel, kwa nini Daniel alikataa chakula cha mfalme ambacho yamkini ndio kina mapochopocho mazuri, lakini akasema sio hivi. Kwa hiyo yeye alikuwa na mafunuo fulani. Vyakula ni lazima vikubaliane na mwili wako. Watu wengi wanabadilika miili na maisha yao pia yanakwenda kubadilika. Simply they didn't observe what they eat. Hawakuwa makini katika kile ambacho wanakula. Mimi namshukuru Mungu kwa upande fulani, mwili wangu uliumbwa hivyo. Kuna vitu fulani yani nikishakiona tayari mwili hautaki, sitaki kula na sili. Na vitu vingine kama nitalazimisha kula within 6 hours, baadaye lazima nitasikia reaction fulani kwenye mwili. Lakini watu sasa huwa hatu observe. Tunapata vitu, tunakula, tunataka kula, tunakula. Lakini sasa wanasema hivi vitu nutrition ndizo zinaingia ndani, zinakufanya mwili wako
uwe katika hali au namna fulani. Kile unachokula ndicho kinachokufanya uwe hapo katika mambo ya kula. Na nilisema nataka nisimame hapo, baadaye nitaisimamia hiyo point. What you eat ndivyo unavyokuwa. You are what you eat. Sasa nikiliunganisha katika somo letu. Asole, labda sauti imekuwa kali, kumbe niliinua simu kana naongea na mtu. Ukitafakari zaidi sasa maneno ya Bwana Yesu, anasema mimi ndio mkate, mimi ndio chakula cha uzima. Baba zenu walikula mana chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Hapa tu. Lakini mimi ni chakula kilichotoka mbinguni, lakini ni chakula cha uzima. Yaani ukitaka vyakula vilivyotoka mbinguni, moja ni wakati wa Musa, hatuingii kwenye somo hilo hivyo. Lakini kwamba ile maana ilikuwa na maana ya pekee kabisa katika vyakula vyote ambavyo Mungu aliprovide. God of providence. Aligavyo, lakini akawaletea maana. Kile kilikuwa ni very special. Ni lazima ukile siku hiyo, kikiachwa siku ile, asubuhi yake kimeharibika. Lakini kila leo aliprovide. Labda sijui alikuwa ndio anashikilia ile habari ya sala ya Bwana ambao huwa inatutatanisha tunapoomba utupe leo mkate wa leo. Yaani mkate siku kwa siku. Watu wengine wanaomba basi nijaze friji mimi ya wiki nzima au mwezi, mapochopocho yawe mle. Yesu anataka omba kila siku. Yaani day to day. Maana day kuna vitu huwa vinatakiwa viwe fresh. Utakiwa umekaa tu vimewekwa na limbikiza. Maana ilikuwa ni hiyo moja hapo, kwamba ilitolewa siku ile ile, utakiwa ukusanye uende tena ukaiweke ndani. Kesho kuna fresh maana inakuja natoa. Sasa sitakwenda nako huko. Lakini Yesu kama chakula cha maana kilishuka kutoka mbinguni, Yesu asema na mimi nimeshuka kutoka mbinguni, lakini mimi ndio chakula cha uzima. Unaweza ukala kama ile maana it made wale wenzetu safari ya Musa hawakuelewa. Ile maana iliwatia nguvu ya pekee, hawakujua. Hata walipoacha kuila iliwasustain kwa muda mrefu. Sasa wataalamu labda wangefanya utafiti wangejua. Maana baada pale walipokasirika Mungu aliwapelekea makolokolo hivyo hivyo. Lakini ile maana ndio ilikuwa bado ina sustain miili yao kule ndani. Lakini sasa anasema sio hiyo, kuna vitu nakula vinakusaidia, vinauweka mwili vizuri. Hata wakati mwingine ukienda kufunga, na hiyo sijui sala sijui tuwekeze. Kufunga nako wakati mwingine pamoja watu wanafunga kwa kushinda njaa. Kufunga kama una maandalio mazuri ni lazima pia ujue vyakula unavyotaka kula kabla ya kufunga na vyakula utavyokula baada ya kufunga. Kuna umuhimu wake na maana yake. Lakini sasa tunafanya watu wanakwenda mwisho wanadhoofisha miili, mambo kumbe ni wao wenyewe hawakuwa na hekima ya kuingia katika ule mfungo. Mfungo nao ni kitu kingine, jambo la kujifunza zaidi. Anyway, sasa Yesu anasema mimi ndiyo chakula kilichoshuka toka mbinguni, lakini chakula cha uzima, chakula chenye uzima. Sasa tunaingia kwenye mkanganyo, maana nasema tuko kwenye huo utata. Kakazia kule, mwisho anapotaka kwenda naye anawaambia wanafunzi wake, basi fanyeni vikula. Huu mkate ndio mwili wangu na hii mvinyo ndio damu yangu. Sasa nimesema tunakuwa katika utata. Utajulisha huko baadaye kama nikisogea muda. Leo hapa saa yangu hainielekezi vizuri. Ndio nilikuwa najaribisha nikunong'oneze kwa sauti kwamba muda nafikiri umetuchika bega. Labda tuweke pause kwa hivi sasa. Ili tuone kama kuna maswali ambayo tunaweza tukaanza nayo, and then wiki ijayo tuweze kuendelea. Maana hata mimi nimejisahau hapa, somo kweli imekuwa mno tamu.
Samahani hata mimi. Amen. Baki pale. Amen. Wow. Kwanza nikushukuru tena mtumishi wa Mungu, provost wetu wa Umoja Bible College, Professor Jerry Mgwamba, kwa somo hili kubwa zuri, na utaweza kuona jinsi gani ambavyo ilikuwa imeumbu kwa muda mrefu kipindi cha chakula cha meza ya Bwana, kama vile ambavyo umeweza paraphrase. Umeweza kutuanzia vizuri kabisa katika angles nyingi ambazo najua kwamba wengi tunachukua notes na wengi tunabakia kunuka zaidi pesa katika ile sehemu za mwanzo ambapo kwanza kuna chakula cha Bwana ni nini, ukazungumza kwamba ni sakramenti na aina zile mbili, kwa maana ya makundi mawili tofauti, wanaoamini ziko 2 na wanaoamini ziko 7, na utata uliopo katika chakula cha Bwana. Hicho ndio sehemu kubwa ambazo tumeanza nazo kwa siku ya leo. Na nikiabisha sasa muda huu tuliopo katika line, kama kuna mtu mwenye swali ama mwenye kuchangia katika kile ambacho tumeweza kusikia kwa sasa, kwa muda bonyeza alama nyota nambari 6 itakutoa katika minuti jina la kwanza pale ulipo, na kwa dakika 2 na minuti utaweza kuuliza swali lako. Karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Karibu dada Sofia. Yes, mimi dada Sofia Florida. Namshukuru Mungu sana. Asante sana Bishop kwa somo zuri, alafu limekuja kwa wakati, alafu yani msimu tulionao, na somo hili limekuja. Kwanza watu wa Bible Study, Mungu awabariki sana sana. Unajua sasa hivi watu wengi wa Kristo tunachukulia mwili wa Kristo na damu ya Kristo lightly, sio kama kitu ambacho ni cha yani ni kama ambavyo Bishop amefundisha. Unajua mimi mpaka nimeogopa kama profesa anafundisha hivyo, yani anaonyesha mkazo na msisitizo na umuhimu wa mwili wa Kristo, lakini sasa hivi ukiangalia watu wengi wanachukulia kirahisi sana. Kwa mfano, Bishop kanisaidia hapa, nani ambaye anastahili kutoa mwili wa Kristo? Kwa sababu unakuta saizi kuna watumishi wengi tu ambao ni tunawafahamu wakubwa kabisa, wanafundisha, wanasema wewe popote ulipo chukua tu biskuti, chukua hiki, geuza kula. Sasa ni kitu gani? Yani nataka tu nijue nani ambaye ana right ya kutoa huo mwili wa Kristo, au ni imani yako tu naweza tu ukafanya ukala ukanywa kwa sababu una imani, au lazima kuwe na kasisi, yani mchungaji au tumishi maalum na kwenye madhabahu maalum ili mwili wa Kristo na damu ya Kristo uweze kutenda kazi? Sio, nimeeleweka? Umeeleka vizuri sana. Sehemu ya kwanza ya swali, unataka nani mwenye sifa ya kushirikisha watu, nafikiri ndio tunatumia. Lakini sehemu ya pili ambayo nafikiri hapo na ndio kama swali, umesema wale wanaosema kwamba chukua tu biskuti na juice shiriki. Je, unamaanisha wanaofanya hivyo mbele ya kanisa ama wanafanya hivyo katika nyumba za online? Nyumba zao tu, hapo pengine yani wapo tu majumbani kwao, mahali popote pale. Okay, kwa hiyo anamwambia mtu ambaye haiko ndani ya kanisa at the moment kwamba hapo ulipochukua crackers and juice and then utashika. Ndio. Yeah. Mwalimu, nikukaribishe. Hiyo sehemu ya pili nafikiri ilianza kutumika zaidi kipindi cha COVID, lakini bado watu wanaendelea. Labda tuanze na hicho. Nani ambaye ana sifa kushirikisha Wakristo meza ya Bwana, meza ya Bwana? And then tutakuja katika hao wanaosema kwamba hapo ulipochukua cracker na juice and then kiimani utakushiriki. Karibu kwa dakika 2 tafadhali. Karibu Profesa Wajina. Okay. Nidhani tunasaidiana wote mbali. Okay. Basi kwa ajili ya muda wetu pia, nani anastahili hapo? Hata mimi huwa sina majibu, wanatoa maelezo tu kwa jinsi yangu. Kwa hiyo kushirikisha wenzie. Nani anastahili? Sasa tujue tunapokuwa katika mfumo, katika kanisa au katika kutembea kama kundi la watu wa imani, ni lazima tuwe katika taratibu. Kwa hiyo kuna taratibu zinataradidishwa, tufanye mambo in orderly katika utaratibu.
Kama kila mtu atafanya anavyotaka, chaos lazima itakuja kutokea. Hata wenzetu sidhani kama tutaingia kwenye somo letu, lakini practice walipokuwa kipractice kwenye kanisa la kwanza ilileta usumbufu. Watu walipokuwa kishiriki ilileta usumbufu. Na hiyo yote na hiyo kukosa maana na hivi. Wengine walikuja na vitu ambavyo pale tena ni sehemu nyingine. Sasa hiyo inaweza ikajibu hata hiyo kwamba unashiriki mahali umechukua vibiskuti au umechukua vinini. Pengine unaweza ukawa sawa, pengine unaweza kwa kweli ndio umeondoa ile hali. Maana Yesu specifically, na mimi wanasema jambo likikutatiza, jaribu kulifikiri kama angekuwepo Yesu, angesema nini? Hiyo wakati mwingine itakusaidia katika kujibu maswali tata ya maisha ya imani. Kwa hiyo yeye kama kasema kwamba katika huu mkate na katika hii mvinyo, hizo ndio mwili na damu, fanyeni kwa ukumbusho wangu. Sasa tungesoma vizuri ile passage yule mpendwa alitusomea, nilianza pale ndo nitaka kwenye ile mstari wa 32. Ule mstari wa 32 maneno yanayoanza kwenye ule mstari ningemwambia tusomee, lakini inaelekea kwamba tayari walikuwa kwenye chakula, walikuwa wanakula. Sasa ili kufanua, wewe soma mwenyewe nyumbani, lakini utaona kwamba neno linasema baada wakawa walipokuwa kula ndipo akachukua mkate. Tena ukirudi mstari wa nyuma, sasa nyuma yake kidogo, ndio alimkamata huyu Yuda. Maana aliwaeleza yeye hapa na kwenda kusalitiwa na nini. Mwisho Yuda akasema, mimi bwana kuna sehemu anasema yule anayetoelewa pamoja na mimi ndio huyo. Lakini kwenye version hii tuliyosoma hapo kwenye mstari wa 32, yeye alimtaja kwamba wewe umesema, yani kwamba huyo ndio. Lakini huo mstari wa 32 unaanza kusema walipokuwa wakila, walishakuwa wanakula. Kwa hiyo tendo la kuinstall sasa, na hili ndio kitu kingine muhimu, watu wanakwenda kushiriki bila kuinstall, yani nimesema nguvu ya neno kwenye zile sacrament, vile vitu. Lazima kuwe na installation, kuna maneno yanayohusika kwamba sasa unaifanya ile, kwamba sasa ndio unashiriki meza ya Bwana. Kwa kuwa walikuwa wanashiriki, Yesu angeweza pale kuambia, we mega huu mkate hapa, megani gawieni huko, we shika mega huku, mega nenda huku, gawanyeni. Kashika yeye, alafu ndio hiyo. Kwa hiyo maana yake wakati mwingine lazima tukubali juu ya mambo ya utaratibu, na ndio maana tunakuwa na viongozi. Kawaida sasa ni kiongozi, sasa sijibu ni mchungaji ni nani, lakini nataka kusema ni kiongozi katika hiyo jamii ya imani, kundi la imani. Yule kiongozi ndio anatakiwa kawaida afanye initiate hilo tendo. Kama baadaye litakwendaje, hiyo issue nyingine. Na hili jambo la kuinitiate, yani kuanzisha jambo, tunalichukulia utani au sio kwa makini. Na nisemee labda kwa mfano hivi, hapa tuko kwenye umoja, tunamuita Reverend Dr. Nasua, yeye mbeba maono, ndio ameinitiate ya kufanya hiyo initiation ya kufanya hilo jambo. Kwa hiyo sasa ndio maana sio wengine tunaweza tukafuata. Kila kitu kinachotokea Mungu ndiyo mwanzilishi. Yani mambo yote tunayofanya Mungu ndiyo mwanzilishi. Kwa hiyo huwa tunataka tufuate huo utaratibu. Hata kwenye sakramenti labda hii Yesu aseme moja kwa moja, lakini ukienda sakramenti ile kwa mfano ya ubatizo, anaanza mstari wa 18 pale kwenye ile Mathayo 28. Anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni.
Kwa hiyo we go with authority. Kuna power ambayo kwanza uwe nayo katika kutenda. Kwa hiyo kwangu mimi ningesema huyo aliyokabidhiwa mamlaka ndio anastahili kutoa. Sasa labda samani muda utakwenda, lakini kuna wakati mwingine circumstances, kwa mfano uchukua ubatizo, labda mwinjilisti au mchungaji ndio anataka kubatiza, mtoto ni mgonjwa na tunataka abatize. Circumstances ndio maana tunakuwa sasa na mafundisho mengine, doctrines zinazotusaidia kwamba katika circumstances ya kawaida tunatakiwa twende hivi. Dharura inapotokea huwezi kwenda na mwendo ule wa kawaida, lazima una change gear. Kwa hiyo hapo ndio kuna loopholes wakati mwingine zinatolewa, labda mtu fulani yuko mzee pale au nani anaweza akafanya hivyo, lakini baada kufanya anahitaji akafanye confirmation kwa kiongozi wake au yule muhusika wa kanisa. Kwa hiyo mimi ningesema ni yule kiongozi hasa ndio anatakiwa au anastahili kutoa. Amen. 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 Tayari nimeshapata side mbili hapa kwamba kwenye neno kiongozi hapo ndio kwenye utatu. Nafikiri tutaendelea nalo katika session zinazokuja. Nafikiri mwita swali atakubaliana nami kwamba swali kama hilo linakuja kwa sababu ya neno kiongozi, kwamba fulani ni kiongozi pale alipo ama katika huduma ile, basi anafikiri kwa sababu ni kiongozi then ana hiyo mandate ya kushirikisha watu chakula cha Bwana. Hapo tuje tupapanuane basi na mambo ya uongozi, aina za uongozi. Kwa hiyo tutarudi hapo ili tuweze kuwa tumelitendea haki swali la pia pale. Basi kwa sababu muda naomba niweke muda kwanza kusikia nukta kwa siku leo. Nimshukuru kwanza mtumishi Mungu kwa sajili mwamba. Focus wetu wa Umoja International Bible College sehemu ya kwanza ya somo hili kubwa zuri sana la chakula cha meza ya Bwana. Tumejifunza mengi kwa siku ya leo. Utapata recording of course baada ya kipindi cha kuisha. Tafadhali sikiliza recording ile upya, and then tutakutana wiki ijayo ambayo itakuwa tarehe 17 Marekani, 17 Aprili pale nyumbani Afrika Fajiri. Katika sehemu ya pili kuna vitu vingine ambavyo tutapata sasa hivi zikara kwa sababu ya muda tunazozungumzia. Changanya hivyo na sehemu ya pili, basi na ukifika kutoka katika nafasi nzuri kabisa ya kuweza kuelewa vizuri somo hili muhimu kwa kila Mkristo, somo la chakula cha meza ya Bwana. Na mwana mtumishi mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja Dr. Absalom Masuri Bethlehem, somo la kwanza kwa siku leo ataanza kutoa na saa zake katika kipindi yetu ya mwezi wa 4 ya ministry, na atatulisha kipindi sala hii. Dr. Masuri. Amen. Basi na mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya dawati zima la Bible Study chini ya Priska Mungai Mshana, Brother Jerry, Hilda Bebato, Jimmy Msemo na Alan Mfuru kwa kazi kubwa nzuri mnaifanya. Mungu awabariki sana. Amen. Pili, nichukue nafasi hii kumshukuru sana provost wetu wa chuo Profesa Dr. Jerry Mgwamba kwa kutongoza vizuri katika hatua ya kwanza ya fundisho hili kubwa na muhimu la chakula cha Bwana. Mungu akubariki sana provost, na asante sana kwa somo zuri. Amen. Na tatu, tutakwenda sasa kwenye declaration yetu, na kama mnavyojua mwezi huu wa 4 tunakwenda kuombea au kuvunja roho mbaya ya matumizi ya fedha zetu, au kwenda kuombea matumizi mazuri ya fedha na mali. Na tulipata data za kutosha kwamba watu wengi hawana hela, si kwa sababu hawana pesa, lakini kwa sababu ya matumizi yasiyo ya lazima. Kwa hiyo tunakwenda kufanya declaration, kwenda kuombea juu ya matumizi mazuri ya pesa na mali zetu. Kwa dakika moja tuendeni kwenye declaration. Baba na Mungu wa utukufu, katika jina la Yesu, kwa mwezi mzima wa Bwana, jina la Yesu kama hizi mabaya ya pesa zetu, fedha, mali ulizotupa Bwana, sana geuza
ya vibaya. Baba, tunakwenda kujitenga na roho mabaya ya fedha ambayo la Yesu mwana mgali tunakwenda kwamba Baba, tunakushukuru ambacho watu wamepata kupata tatosha yao la Yesu, sababu matumizi mabaya ya fedha katika Yesu kuangalia haya atapata mmoja ambaye atatumia pesa sana. Tunasoma katika mabaya endelea kutenda, endelea kufanya, endelea kushirika, endelea Baba katika jina la Yesu Nazareti. Utupa mfalme wa amani. Tunakushukuru Mungu ya upendo na uaminifu, yeye ambaye zake ni kweli na amini, walinde, awatunze na wafanikishe katika kila tendo jema, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa kanisa moja, Reverend Dr. Absalom Masua, kwa nasaha zako kutongoza katika declaration ya outreach mwezi wa 4 pamoja na first page sala ya jioni. Dawa yetu tunashukuru ambao tumeweza pamoja kwa kufundisha siku leo, sehemu ya kwanza ya somo letu hili la chakula cha meza ya Bwana, na wale ambao walipata nafasi ya kuchangia maswali kwa siku leo, na Sofia Goga kutoka pale kwa wilaya, na watambua vile baadhi ya watumishi ambao wanaonekana line kusikia sauti yake kwa Masua, lakini vile vile mwana mchungaji leo Msonga katika line ya Andrew za Jezi, mchungaji Mangesho wa Homa, Minister Jessica raia wa hapa Dallas Texas, mwalimu Glory Show pale Arusha, msikia Goga kwa swali ile maana kwa Kansas, mchungaji Joseph Houston pamoja na mfunzi wa siku leo Professor. Na mwisho kipindi hiki basi mwezi tunazojia kwa sana kanisa moja. Pela ndio hewani tena siku ya kesho saa 2 katika namba yetu ile ya Pela. Na watu tunachukua nafasi ya kushukuru tena kwa Mungu kwa kwamba kusoma nzuri kabisa sehemu ya kwanza, na tunaamini kwamba tutakuwa pamoja wiki ijayo sehemu ya pili na mwisho ya somo letu. Basi kwa niaba ya dawati zima na mmoja Church Bible Study na Christian Shana na Hilda ya Bato Karim Semo na brother Allen Furu na yote kwa tunatakia wote Bwana tutane tena. Amen. 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 Amen.